Okay, it's me official Rose D na mbele ya screen ya kwako ya simu yako ni channel ya Bio Media. Sehemu pekee ambayo unajipakulia habari mbalimbali, nini ambacho kimeendelea, nini ambacho kimetokea. Basi tunasanuana hapa, tunahabarishana, tunafahamishana kupitia channel yetu ya Bio Media. Kama hujasubscribe, mtazamaji umechelewa sana. Gusa alama ya kengele ili kuhakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu pale ambako tunakuwa tunaziachilia kwenye channel hii ya Bio Media. Mimi ni official Rose D, twende sambamba mpaka tamati. Bana Mange ametoboa siri sababu ya Harmonize kumfukuza msanii wake Ibra kwenye lebo yake ya Konde Gang. Kwani mambo yamekaa vipi jamani? Ini baada ya taharuki kuenea mitandaoni kuhusu Ibra kuondoka Konde Gang, mashabiki walitamani bwana kufahamu nini ambacho kimepelekea mpaka Ibra kuondoka pale kwenye lebo ya Konde Gang. Sasa wakati wanajiuliza hayo, Ibra bwana alibua mapya tena mitandaoni kuwa sio kuondoka tu Konde Gang, na Harmonize bwana amemtaka Ibra kulipa bilioni 1, jambo ambalo lilibua pia mijadala mipya mitandaoni, wengi wakisema kuwa Ibra bilioni 1 ataitoa wapi? Mbona Harmonize kama anataka kumkomoa mtoto wa watu? So baada ya hayo kuendelea na kuenea pia mitandaoni, siku ya jana pia Ibra alikuja na mapya kupitia interview ambayo amefanya na chombo kimoja wapo cha habari hapa nchini Tanzania, na aliweza kufunguka kwa kusema hivi: mimi kawaida yangu ni kunukusu, yote kwa yote ni kwa faida ya kwako mtazamaji na mfuatiliaji. Amesema hivi: hakutoka kwa hiari yake bali alifukuzwa rasmi na Harmonize mwenyewe. Anasema nimesikia watu wanasema nimesepa, lakini ukweli ni kwamba nimefukuzwa. Sikuwa na mpango wa kuondoka, ila Harmonize alichukua uamuzi huo. Haya amesema bwana mkubwa mwenyewe Ibra kwa masikitiko makubwa sana, unaambiwa da. Ibra ambaye aliibukia kwenye ramani ya muziki kupitia Konde Gang mwaka 2020 amesema kuwa alikuwa mwaminifu sana kwa lebo hiyo na aliweka juhudi kubwa kuinua jina la Konde Gang ndani ya nje pamoja na ndani ya taifa letu la Tanzania. Lakini hata hivyo pia alidai kuwa kulikuwa na mabadiliko makubwa sana ya mienendo ya mawasiliano kati yake pamoja na Harmonize, hali ambayo ilisababisha mivutano ya mara kwa mara. Sasa katika mahojiano hayo bwana pia Ibra aliweka wazi kuwa hakutendewa haki na alikuwa hana nafasi ya kutoa maoni wala kufanya maamuzi muhimu kuhusu kazi zake. Lakini hakuishia hapo. Aliongeza kuwa hata baadhi ya nyimbo zake zilicheleweshwa sana au kufutwa bila sababu ya msingi, jambo ambalo lilimvunja pia moyo sana kama msanii ukweli. Mashabiki wake wameonyesha hisia mseto baada ya taarifa hiyo sasa, huku wengi wakimtia moyo na kumpongeza kwa kuwa jasiri na kueleza ukweli mbele ya kamera. So wengine walimshauri aangalie mbele na kuendeleza muziki wake kama wasanii wengine ambavyo unajitegemea. Lakini hadi sasa Harmonize hajajibu hadharani tuhuma hizo, lakini pia mjadala mkali unaendelea kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii ambapo baadhi wanamshutumu kuwa kamvunja moyo mwenzake Ibra, huko wengine wakimtetea wakisema kuwa labda kulikuwa na sababu za msingi ambazo zilisababisha Harmonize kufanya hivyo. Lakini kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa Ibra kuona hatua ambazo atazichukua katika safari yake mpya ya muziki akiwa nje ya Konde Gang. Je, ataibuka na lebo gani? Ataibuka na lebo yake ama lebo ya nani? Au atajiunga na nyinginezo ambazo ni lebo kubwa hapa nchini Tanzania? Tunasubiri kuona. Kama ambavyo tunajua dada yetu wa taifa Mange Kimambi although from Marekani hawezagi kunyamaza, amezungumza hayo mambo kadhaa kadha kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo na kutoboa siri bwana, kumbe sababu za kumfukuza Ibra ya Harmonize zilikuwa ni zipi. Ameandika hivi: Harmonize mdogo wangu, ukweli mapenzi yatakuvuruga. Yaani umeamua kumfukuza kazi msanii wako kisa mwanamke? Huzuni jamani, niwaambie tu Harmonize amemfukuza kazi Ibra baada ya Ibra kumshauri Harmonize kuwa asimrudie Kajala, jambo ambalo lilimkera Harmonize. Na tukumbuke tu kwamba mara ya kwanza kabla Harmonize ya kugombana na Kajala ndiye aliyeua rekodi ya lebo ya Harmonize kwa maana ya lebo ya Konde Gang. Wasanii wake wote waliondoka akiwemo Kill pamoja na Chidi, lakini pia bidada Angela. Kwa hiyo Ibra alijua tu akirudi Kajala lazima yeye ataondoka, na ndo maana alikuwa akimtaka Harmonize wasirudiane na bidada Kajala. Matokeo yake ndo hayo, Ibra kafukuzwa na Harmonize kwa ajili ya Kajala. Hayo ndo ambayo ameandika bidada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake na page yake ya Mange Kimambi app. Kama mfuatiliaji wetu wa Bio Media, mwanafamilia, mtu wa muhimu, mtu wa karibu, mtu wa maana kabisa, tunatamani kusikia maoni yako kuhusiana na hili.
kwamba unalipi la kuzungumza mfuatiliaji wetu. Ni kweli Harmonize kamfukuza Ibra kazi kisa Kajala, au kuna jambo lingine Mange katunga? Maana Mange naye bwana shauri yake. So tunatamani kuona comment yako chini hapa, tutapita nayo next video kwa ajili ya kuona mtazamaji unalipi la kuzungumza kuhusiana na hili. Ukweli ni upi ambao pengine wewe unaufahamu? Endelea kusalia nasi kwa update mbalimbali. Subscribe utakuwa umeua sana. Lakini pia tufuatilie Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Ulikuwa nami Official Rose D. Uwe na wakati mwema, endelea kubaki na kuifuatilia Bio Media.